Unaweza ukanyanyua mkono wako mmoja juu. Then thanks God for Tena ukamshukuru Mungu kwa hilo. From your heart. Kutoka ndani ya moyo wako. Say Lord, thank you. Sema Bwana ninakushukuru. From your heart. Kutoka ndani ya moyo wako. Have a great desire. Kwamba ninayo shauku kubwa ya furaha. To be here. Kuwa mahali hapa. I know it is for your favor. Ninajua ni kwa ajili ya upendeleo. Jesus, I thank you. Yesu ninakushukuru. You add more of your words. Unaweza ukaongeza maneno yako mengine. Just Lord Jesus Christ. Ili kwamba Bwana Yesu may hear your thanks. Akasikie shukrani zako. Jesus, I thank you. Yesu ninakushukuru. Thank you for everything. Asante kwa kila kitu. Thank you for everyone. Asante kwa kila mmoja. There is no one here. Hakuna mmoja yeyote hapa who is here by luck. Ambaye yupo hapa kwa nafasi tu ya furaha. But for your plan. Lakini ni kwa ajili ya mpango wako. No one here. Hakuna yeyote hapa is here by luck. Yuko hapa kwa bahati mbaya. But for your plan. Lakini ni kwa ajili ya mpango wako. Jesus, we thank you. Yesu nakushukuru. We acknowledge your power. Tunadhihirisha nguvu zako. We acknowledge your power. Tunatambua nguvu zako. Jesus, we thank you. Yesu nakushukuru. Everyone attended this session. Kila mmoja aliyehudhuria ibada hii. Let's encounter you. Ukambariki na ukae pamoja naye. Let's him or her encounter you. Acha moyo wake ukakutukuze wewe. Let's he or she encounter you. Acha yeye akakutambue wewe. Hallelujah. Hallelujah. Celebrate the name of Lord Jesus Christ. Shangilia jina la Yesu Kristo. Okay. For those who are writing, watu wote wanaoandika, may you write say fear out. May you write fear not, fear out. Andika usiogope au usihofu. Hallelujah. 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 Today Holy Spirit will speak on us, supposed to fear not. Roho Mtakatifu leo anataka kuongea na sisi juu ya tusihofu. Someone may read for me the book of Isaiah. Mtu mmoja anaweza akasoma kitabu cha Isaya chapter 41, sura ya 41, starting verse number 1. Kwanza mstari wa kwanza. Isaya 41 mstari wa kwanza. Yes. Isaya 41 mstari wa kwanza. No, sorry. 43. 43. 43 mstari wa kwanza. Lakini sasa Bwana aliyekuumba, Yakobo, yeye aliyekuumba, Israeli, asema hivi: usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe wangu, wewe wangu. Continue. Endelea. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto, hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, Mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako. Nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Thank you. God bless you. Asante, Mungu akubariki. English. But now thus saith the Lord who created you, O Jacob, and that formed thee, Israel, fear not, for I have redeemed thee, I have called thee by the name thou art mine. When thou passest through the water, I will be with thee, and through the river, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt be burned, neither shall the flame kindle upon thee. For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Savior. I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee.
Thank you. God bless you. Asante, Mungu akubariki. Hallelujah. Hallelujah. Today we want to learn a little bit about fear not. Leo tutakwenda kujifunza juu ya kutokuhofu. You can tell your neighbor that fear not. Mwambie rafiki yako usihofu. I'm here, Majestica, to tell you that you should not fear. Niko hapa kwa ujasiri, nataka nikwambie usihofu. Because our Lord is mighty. Kwa sababu Bwana wetu ni mwenye nguvu. Most of us, we are passing through various challenges. Watu wengi kati yetu tunapitia kwenye Okay, let's me remind you something. Ngoja nikukumbushe kitu kimoja. Let someone tell you that Kuna mtu aliwahi kukwambia to be born again, ili kwamba ukazaliwe tena. well, as pianist, may you make some piano here so things may be good. Are you able? Mtu wa keyboard unaweza ukapiga So kwamba tuweze kuenda sawa. So when we are talking about to be born again, tunapoongelea kuzaliwa tena, to be born again kuzaliwa upya, is not something that sio kitu kwamba you are entering in the realm unaingia katika ulimwengu of resting forever. wa kuheshimiwa moja kwa moja. No, Sio hivyo. when we are born again, Unapozaliwa tena, we have been given a qualification unakwenda kupewa ubora au uthibitisho that you are now able to fight. kwamba kwa sasa unaweza ukawa tayari. Hallelujah. 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 Kuokoka To be saved sio maana ya kwamba is not mean that umetoka kwenye mateso, we are moving from the tribulation umeingia kwenye raha kupumzika. and you enter to the joy to rest. Hapana. No. Kuna watu walikuwa naimba There are many people who are singing kwamba kwa Yesu ni tambalale. Jesus Christ is praying. Ukiokoka imeisha. And when you are saved, it's over. Imeisha. It's over, it's over. Ni furaha tele. It's happy only. Tuwasikie waliokoka wanasema. Let's listen to those people who are saved, what they say. Hallelujah. Hallelujah. Good news is that Habari njema ni kwamba Mungu aliyekuokoa, the God who saved you, Mungu aliyekuita the God who calls you, utoke katika He ulevi, removed you from alcohol, utoke katika wizi, He removed you from this, akakuingiza katika pendo lake, and to enter you in His love. anakupa zawadi ya uzima wa He milele. gives a gift of everlasting. Lakini ili uende uzima wa But in milele, order to go to the everlasting life, lazima kwanza upambane hapa. you need first to fight Him. Daudi alikuwa ni mtu anayechunga And kondoo, then He was the shepherd of the lambs. alikuwa akipigana na dubu, He was fighting with bear. lakini Mungu kumtoa kule But God to remove them, He kumwingiza kwenye to ufalme enter into the kingdom. haikumaanisha kwamba anaenda kupumzika Was milele, not to be left over the kingdom. lakini Mungu alikuwa anamjaribu But God was testing David kwamba amtengeneze. to create him. And Akishamtengeneza after creating him, ampe ushuhuda give the testimony. ya kwamba mimi ni Mungu Say that I'm a God. niliyekutoa Who kule, I make you from the niliyekuokoa and kule, I will save you. sasa nimekuleta hapa I bring here ili unitambue in mimi order to Mungu wako. know me. Hallelujah. Hallelujah. Fear not. Usiogope. Fear not. Usiogope. Fear not. Usiogope. Fear not. Usiogope. To be born again Kuzaliwa upya ni kupewa is to be given qualification uthibitisho au kupewa vigezo fulani or to give them the quality. ya kwamba huyu mtu These people kama zamani as the before, as the former, alivyokuwa hajaokoka, he was not born again, alikuwa ni mtu wa kusumbuliwa na was magonjwa. just suffering in sickness. Haina maana kwamba ukiokoka But it's not after being born again, magonjwa hayatakuja, the sickness will not come. lakini magonjwa yakija, The sickness when it came to you, unao uwezo wa kuiamuru yatoke. power to command it to go out. Haleluya! Hallelujah. Kuokoka kumweki shetani mbali na This wewe, time will not make Satan ila come. kunakupa nguvu ya kupambana naye. Give you power to fight with Satan. Haleluya, Church of God. Sisi kama kanisa la Mungu. Haleluya, Church of God. Hallelujah, kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Pia, let me speak with someone here. Ngoja naongea na mtu mmoja hapa. Kuogopa sio maana hakuna vitu ambavyo vinatisha Fear does not make assurance that there are no things is hollow. au kwamba hakuna jambo linaloogopesha. Or there is no object that is hollow to us. It is obvious not. Ni kwa hakika kabisa sio hivyo. Lakini But
ni kutambua uwezo ulionao ndani. Is to recognize the power that you have internally. Na kukabili kile kitu ambacho kipo mbele yako. And to defeat the things before you. Kuna wakati tukamwona nyoka. There is a time you can see snake. Lakini kwamba kumpiga yule nyoka au kumrushia jiwe au kumua haina maana kwamba humuogopi. To hit that scorpion or to kill it doesn't matter that you don't fear snake. Lakini ndani yako kuna uwezo. But internally you there is power. Kuna mpupa wa hakika. That are giving you assurance. Kwamba huyu lazima afe. This must be done. That is called courageous. Hiyo ndio tunaita kutiwa moyo. Kwamba unakutana na ugumu. You find difficulties. Lakini ule ugumu kweli unatisha. That difficulty there is help. Lakini ndani yako wewe kuna uwezo. There is power. Ule uwezo unakupa uhakika. And this might to give you assurance. Kupambana na ile hali unayoiona mbele yako. This is the situation that you look into you. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yapenda sana ya maneno. I love this word. Lakini sasa Bwana aliyekuhuruku Yakobo. The God who created you, Jacob. Yeye aliyekuumba. The God who created you. Aliyekuumba Israeli. Who you Israel. Asema hivi. He said that. Usiogope. Don't fear. Maana nimekukomboa. Because I have sent you. Nimekuita. I called you. Kwa jina lako. For your name. Uwe wangu. In order to be mine. Haya ni maneno ambayo Mungu anakuhakikishia kwamba God will give assurance to you. Kwamba yeye aliyekuita. The one who calls you. Anaanza hivi. He says that. Lakini sasa Bwana aliyekuhuruku. The God who calls you. Ukisoma Biblia but now asema but that's the role that created you. Ukisoma Biblia that created kwamba aliyekutengeneza. Aliyekuumba. Anasema Yakobo aliyekuumba. Who Jacob who created you. Cha kwanza anaanza kukutambulisha kwamba for the first he began to recognize you. Kwamba yeye ni nani kwako. Who is him to you. Kwanza anakuambia ndo aliyekuumba. He said he creates you. Huwezi kumwambia mtu usiogope. You will not say to people don't fear. Kabla hujamwambia wewe ni nani. After saying to him who are you. Hata kama akija mke au mume. Even is a husband or wife. Anaanza kwanza kujitambulisha. You must introduce first. I'm your husband. Anasema kwamba mimi ni mmeo. Fear not. Usiogope. I will care for you. Nitakulinda. Hallelujah. Hallelujah. I'm your father. Mimi ni baba yako. Fear not. Usiogope. We will pay the fee. Nitalipa ada. Hallelujah. Hallelujah. The first things you introduce yourself. Kitu cha kwanza unajitambulisha mwenyewe. You bring your qualification. Unaanza kuleta ubora wako. Then you express over the situation. Na unaanza kueleza hali ilivyo. Mungu kabla hajakwambia usiogope. God after saying to you don't fear. Anakwambia kwanza. He said first. Mimi ni Mungu wako. I'm your God. Niliyekuumba. Who created you. Niliyekuhuruku. Who I call. Sasa kama mimi nina vigezo hivyo. I have this qualification. Nina uthibitisho mkubwa wa kukwambia kwamba. I have assurance to say to you that. Usiogope. Fear not. Usiogope. Fear not. Usiogope. I speak over the life of someone here. The Lord Jesus Christ speaking over the life of someone. Fear not. Fear not. Fear not. This is not my news. It is not my words. But it is from the word of God speaking from the people. That fear not. Fear not. The Bible says that when you pass through water, it does not, you will go through smoothly. It is not mean you will pass smoothly. Haina maana ya kwamba kuokoka hautapita kwenye maji. Lakini anasema kwamba utakapopita katika maji, the Lord will be with you. Hallelujah. To be born again. To be born again is to be given power to overcome situations, to overcome temptation. Today I speak to you. You will pass through water. It shall not overflow you. It shall not overflow you. In the water you will pass. You will pass. I tell you, you will pass. In
The mountain we shall pass in katika milima utapita, because it is your way. kwa sababu ndiyo And njia no yako, way out. na hakuna njia nyingine You can pass it. ambayo utapita. That is the way God makes for you. Lakini njia utakayopita That katika Lord have established it for you to pass. Mungu atatengeneza sehemu ya kupita. So through that way, Katika hiyo njia you can be the one unaweza kuwa ni mmoja that God is preparing for ambaye you. Mungu amekuandaa kwa ajili God yako. is preparing for your future. Kama Mungu ameandaa kwa hatima yako, You can't get to the future that God makes for you kwamba huwezi ukaifikia ile hatima ambayo Mungu if you amekuandalia. escape the road Kama utaikwepa ile njia that God established ambayo for Mungu you. ameitambulisha kwako, God established the way for you Mungu ameitambulisha for the njia good future, ambayo ina hatima, for the good family, ambayo kwa ajili ya familia for njema, the good economy. kwa ajili ya uchumi You're supposed to overcome inabidi ushinde this water. haya maji, You're supposed to overcome inabidi ushinde mountain in the hills hiyo milima na so vilima, that you can reach ili kwamba ufike somewhere God is preparing for sehemu ambayo you. Mungu ameiandaa. Somebody get it in there, you shout hallelujah. Mtu anaweza akasema haleluya, Hallelujah. haleluya. God is speaking to the people that Anaongea kwa watu, anasema kwamba when you pass through fire, utakapopita kwenye moto you shall not be burned, hautateketea, neither shall the flame come upon you. na wala mwali wa moto hautakuunguza. My friends, Rafiki yangu, in this journey, katika hii we are passing through fire. tunapita kwenye moto, We are passing through fire. tunapita kwenye moto, That is why Lord is shouting that, lakini ambaye Mungu anasema fear not, usiogope, fear not. usiogope. I wonder in some news in the Bible, Ninashangaa habari fulani kwenye Biblia, there was three men, kulikuwa kuna watu watatu, three men. watu watatu They were rejected to worship the sanamu ya mfalme. walikuwa wamekataa kuabudu idols. Hallelujah. Hallelujah. The king said to them that if you shall not worship, Yule mfalme akasema msipoziabudu, msipoziangukia, if for real I will kill you, kwamba hakika nitawaua, I will burn in the fire, nitawachoma kwenye tanuru ya very moto, strong fire, tena kwenye moto mkali activated 7 times. ambao ulikuwa umechochewa mara But that three men, lakini hawa watu watatu they were sure by their walikuwa God na uhakika na Mungu wao that though kwamba we enter through fire, ingia kwenye moto, we are assured by our Lord tunao uhakika na Mungu we wetu, shall not be consumed. hatutateketea. Even though we are being Hata consumed, kama we tutateketea, shall never hatuta be before the hatuwezi we shall not kneel before the idols. hatuwezi tukapigia magoti. Church, hallelujah. Sema haleluya. Church, hallelujah. Sema haleluya. Church, hallelujah. Kanisa haleluya. And the law is that Kwamba sheria ni kwamba though we pass, hata kama we shall not surrender. hatutaweza We shall not retreat. hatutaweza kustii. And we shall not retreat. Adui hawezi akatushinda. Hatutarudi nyuma. We shall not retreat. We shall not retreat. Okay, fine. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Though we pass through Hata kama tunapita into difficulties, kwenye magumu, the good news is that lakini habari ya nzuri ni kwamba we shall not surrender. hatutatii, And we shall not surrender. hatutaweza kutii, We will not neither surrender hatutaweza kumtii, nor retreat. hatutaweza kurudi nyuma. Hallelujah. Haleluya. We shall not surrender. Hatutaweza kutii We shall not retreat. wala hatutarudi nyuma, But we will proceed lakini tutapendelea because we are assured by our Lord. nao uhakika na Bwana. One who established the channel, Mtu ambaye alianzisha, that's who established the channel, mtu ambaye alianzisha safari, he shall complete it. atamaliza safari. Our God is powerful. Mungu wetu ni mwenye nguvu. He is capable to establish channel. Yuko tayari kuanzisha safari. He is capable to establish channel Yeye yuko tayari kuianzisha safari and to accomplish na it. kuimaliza hiyo safari. God can't establish a channel Bwana hawezi akaianzisha njia then fail to na accomplish it. akashindwa kuimalizia. As long as he establishes, Kama alivyoianzisha, as long as he starts him, ndivyo kama alivyoanza, also he is a finisher. ndio ndivyo In atakavyoimaliza. the book of Revelation, Katika kitabu cha the Bible says that Biblia inasema he is Alpha and yeye Omega, ni Alfa na Omega, meaning he is the starter and the yeye finisher. ni mwanzo na ndio mwisho. Remember, the Lord started your channel. Bwana ndiye alianzisha The
Remember the road you started your journey. The journey of your studies. The journey of your family. The journey of your academic. The one who is the starter. Also he is the finisher. Also he is the finisher. There is no need to fear again. Because you have the finisher. Hallelujah. Everyone get me shouting hallelujah. Though we are passing through the fire, we are passing through the water, we have the promise of flooding. That in the water shall not overflow us. It shall not overflow. But in the water we shall pass it. We shall pass it. We shall pass it. In the fire we shall pass it. We shall pass it. But the good news is that in fire it shall not consume us. It shall not burn us. Even in the flame, even in the flame, it shall not burn us. We shall pass in the fire. Even after passing the fire, we shall be more stable, more pure than in those times. If we are not passing the fire is there to strengthen us. The fire is there to testify our role. The fire is there to make you to reach in your future. The water is there to make you stable, to make you to remember your road. If we reach the time, you will say that there is a road who passed me in certain fire, in certain water. Even in this situation, I believe the one who is the starter, so also he is your finisher. So I pray over the life of someone here who passing through different temptation. I tell you that there is road who called me by your name. May you remember such kind of love. He is called by your name. For my name, that Matthew, come to me. For my name, for my name. Oh, what kind of love. I love you, my Jesus. For the honor and the glory of our Jesus. For the honor and the mighty of my Jesus. To call me for my name. There is a governmental leader who are strong and powerful, but they are never called in my name. Hallelujah. It is maybe not to me only, but to you. Hallelujah. Everyone, if anyone here, by president or prime minister, say hey, declaration. He will say one. Oh, we have our Jesus who loves us. He is called everyone by your name. By your name. That will call you by your name. Now he's speaking over your life. That he liberated, he redeemed you. He redeemed you from the darkness. He called you by your name. He called you Miriam. Joshua. He called you by your name. That come to me. Come to me. That you called you by your name is now speaking that fear not in the mighty name of Jesus. Hallelujah. In the book of Psalm. In the book of Psalm. Oh, my time is rushing. In the book of Psalm. Chapter 23. Verse 4. Read, you print.
Naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Hallelujah. I need everybody to shout this. Naam. Shout naam. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Kwa nini siogope? Sikiliza, anasema kwa maana wewe upo pamoja na. Good news is that when you are passing through, unapopita bonde la mauti, the valley of death, valley of death, the valley of death, sitaogopa mabaya, kwa sababu Bwana yuko pamoja na mimi. In every situation you are passing through, Lord is with you. Lord is with you. You are passing through rejection, Lord is with you through that rejection. In your rejection, remember, Lord is with mine. You are passing through failure. We are passing through failure. Hallelujah. You're supposed to remember, in this my failure, Lord is with me. Lord is with me. Lord is with me. Lord never left you alone. That is why speaking over your life, that you pass through the valley of death, Lord is with you. Remember that Lord is with you. Lord is with you. He will never let you down. He will never let you down. But remember this of his glory. Remember it is for his glory. Of his glory. When you are passing, just shout, Lord, I know you are with me in this fire, in this valley of death. I wander in valley of death. I wander in this way, valley of death, valley of death. We are passing through valley of death, but the good news, Lord is with us. Nothing shall make you to fear, even if all the disease of today become to you. Remember that through this valley of death, Lord is with me. Lord is with me. Lord is my shepherd. Lord is my shepherd. I'm passing through this, but I have the road. Hallelujah, church of God. Hallelujah. Hallelujah. I wondering. I wonder. Oh Jesus, I wonder. I wonder your goodness. Hallelujah. 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 I will read somewhere in the Bible. There are some people, kuna watu when they are passing through various situations, wanapopitia katika hali tofauti tofauti, I mentioned the name of their parents, wanaanza kutaja majina ya wazazi wao, names of their doctors, majina ya madaktari wao. Others mention the name of their fiancé. Wengine wanaanza kutaja wachumba. Hallelujah. Hallelujah. I wonder. Inakuwa nashangaa sana. It happens someone is diseased. Unaweza ukatokea ugonjwa kwa mtu fulani. The first call, kwamba kitu cha kwanza kukiita to my wife, ni mke wangu, I am suffering, please. Ninaumwa tafadhali. Other one is calling to his mother. Mwingine anapigia mama yake. Today I'm feeling ill. Ya kwamba bwana najisikia vibaya. Hallelujah. Hallelujah. I wonder. Ninashangaa. Others calling about their best friend. Wengine wanaita marafiki zao wa karibu. That today I'm feeling ill. Bwana leo najisikia kuchoka, najisikia ugonjwa. I feel like I'm suffering. Bwana nahisi kama kuumwa hivi. They are calling. Wanaita. And wonderful enough, lakini nashangaza sana, they get nothing from them. Hawapati kitu chochote. But today I give you one thing. Lakini leo ninakupa kitu kimoja. David, after seeing this, kwamba baada ya kuona hayo, David writes, Daudi
The King David writes this in the book of Psalm. In the book of Psalm. The book of Psalm chapter 20. Verse 7 and 8. I will read by the aid of Holy Spirit. Some trusting in the chariots and some in the horse, but we shall remember the name of Lord our God. Verse number 8. They are brought down and fallen, but we are risen and standing upright. Hawa wanataja magari, hawa wanataja farasi, bali sisi tunalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Wao wameinama na kuanguka, bali sisi tumeinuka na kusimama. Hallelujah. 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 I want to tell you something. Nahitaji nikwambie kitu kimoja. Why others mentioning their parents? Watu wanapotaja wazazi wao, Why they are passing through temptation? wanapopita kwenye majaribu, They are passing through the valley of death. wanapopita kwenye uvuli wa mauti, They are passing through the fire. wanapopita kwenye mioto, Why others mentioning their parents? wao wanapotaja wazazi wao, Mentioning their husband and wives. wanapotaja waume wao na wake zao, Mentioning fiancé. wanapotaja wachumba, But you shall remember lazima the ukumbuke road you are going. You shall mention the road. umtaje Bwana. You are going through suffering. Unakwenda kwenye kunapita kwenye Mention the name of the road. nitaje jina la You Bwana, mention the name of the road. nitaje Bwana jina la I Bwana. wonder. Inashangaza. Some are going through like this. I mentioned that this doctor, this stop mentioning your lecturer. Mtu anaenda kwa daktari wake anamwelezea jina hili, acha kumwelezea mwadhiri wako. Hallelujah. Hallelujah. That is the money. Huyu ni mwanadamu. One day will die. Siku moja atakufa. One day will left you. Moja atakuacha. But we have a mighty God who will never let you down. He will never let you down. When you are in the sleep, Unapokuwa umelala, He with you. yeye yuko pamoja na He wewe. is with you. Atakuwa pamoja na wewe. You are in the happy. Uko kwenye furaha. He is with you. Uko pamoja na wewe. He with you. Uko pamoja na wewe. Even though in the fire, Hata uko kwenye moto. He is with you. Oh, I speak over the someone here. You shall remember the road you are going. You shall remember the road you are going. Because in everywhere you will be with Him. Shout hallelujah. Hallelujah. I Inashangaza. wonder this generation. Inashangaza hii kizazi. Jesus have mercy on us. Yesu anayo awe atuelewe sisi. Jesus have mercy on us. Yesu atuelewe. Jesus have mercy on us. I wonder. Inashangaza. Inashangaza sana. You are finding someone. Unaweza ukamkuta mtu fulani, Why you are stopping coming to the devotion? kwani umeanza kuja kwenye ibada. When you ask well, when you come to ask he or her well, Unapokwenda kumuuliza yeye kwa uzuri, you wonder the answer provided. unaweza ukashangaa majibu anayokupa. You wonder, Unashangazwa. and it is wonder. Na nimeshangazwa. I wonder today. Inashangazwa leo. I wonder this generation. Oh Jesus, have mercy on us. We're supposed to remember someone who just says, I were diseased and I'm supposed to shift in the church because Nilikuwa naumwa ndo maana nikaamua tu nisije kanisani. hallelujah. Hallelujah. How there is a someone leader here says speak someone bad to me. Kuna kiongozi mmoja hapa amenihusi mimi, amefanya mambo mabaya kwangu. I decided to stop coming. Nikaamua tu kuacha nikasimama. You wonder someone Unashangazwa na mtu mmoja. why you are not coming to the devotion. Kwa nini huji kwenye ibada? I am feeling bad. Nilikuwa najisikia tu vibaya. I wonder. Inashangazwa. I wonder. Oh Jesus, have mercy on us. Yesu Today I speak over you that tunatamka kwako. till you pass it through any situation, Hata utakapopitia kwenye hali yoyote, that situation hiyo hali it does not mean haitanifanya mimi to make you away from Jesus, kufanya kuwa mbali na Yesu, but to make you close to the Jesus. kufanya kuwa karibu na Say, Yesu. Jesus, help me. Kwamba kumwambia Yesu nisaidie. Help me, Jesus. Nisaidie Yesu. Oh, Holy Spirit, carry me. Roho Mtakatifu nibebe. Hallelujah. Hallelujah. There is no way
escaping. utakaweza kushinda kwa kumkwepa Yesu. Hallelujah. 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 When you are passing through difficult situations, Unapopitia kwenye hali ngumu, when you are passing through something to make you fear, unapopitia kwenye kitu kinachokufanya wewe kuogopa, you're supposed to remember the God promise inabidi ukumbuke ahadi ya Bwana Mungu wako on that situation. katika hali hiyo. Okay. Is okay. You're supposed to remember Inabidi ukumbuke goodness of God, uzuri wa Mungu, promise of God ahadi za Bwana upon the situation, juu ya hiyo hali unayopitia, upon the situation you are passing. kwenye hali unayopitia. When you are passing through disease, Unapopitia kwenye magonjwa, remember Jesus, kumbuka Yesu that I have a promise kwamba ninayo ahadi that you are crucified for me. kwamba uliteswa kwa ajili yangu. Now through this crucifixion, Kupitia kuteswa kwako, now I'm free. kwamba niko huru. No, decree that you promise over the situation. Tamka ahadi ya hali unayopitia. Hallelujah. 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 When you get understanding not to me, Sijui utanielewa or you shall not understand. au umenielewa. But for one thing you're supposed to Lakini remember, kwa kitu kimoja, either you will understand me kama unanielewa or you not au understand. haunielewi, Remember this way. kumbuka neno hili. I shall not fear. Sitaogopa. I shall not fear. Sitaogopa. Because Kwa sababu glory yeye Bwana is inside me. yuko ndani yangu. I love you, Apostle Paul. Ninampenda Mtume Paulo. Apostle Paul said that Mtume Paulo anasema, it is not me again. sio mimi tena, It is not Matthew sio again. Mathayo tena, But him, Jesus, inside me. ndani yangu. Inside me. Ndani yangu. Remember this. It is not you Sio again. wewe tena. As long as you are born Hata again. kama ni wewe tu umezaliwa mara ya pili. As long as you are born again. Unapokuwa umezaliwa mara ya pili, It's not you sio again. wewe tena. It's not you Sio again. wewe tena. Je, kuna watu wanakusimanga? There are people making gossip to you. Kuna watu wanakutukana? There are people insult you. Kuna watu wanakudharau? There are people Remember, it's not you. kumbuka sio wewe. It's not you. Sio wewe. But it's Jesus. Lakini Yesu In you. ndani yako. Your work is to manifest here. Ili kazi yako idhihirishwe. Your work is to manifest Jesus. Wewe kazi yako ni kumdhihirisha Say Yesu. Jesus inside me. Sema Yesu ndani yangu. I call upon this situation. Na nikuita kupitia hali hii. Because it's not me Kwa again. sababu sio mimi tena. It's you. Ni wewe. It's you. Ni wewe. Kuna watu wanakutesa. There are people perishing. Kuna watu wanakuumiza. There are people Stop lamenting. acha kulalamika. Remember, Kumbuka. it's not you Sio again. wewe tena. But it's Jesus Yesu in you. ndani yako. I love you one song. Ninakupenda sana. I love you one song. Sing that. Nani mwingine mwema. Ninapenda hiyo nyimbo sana. Olomia. Twende. Atujua tuzaidi. May you make a piano, please, my friend. Oh, nani kwa hakuna mwingine mwema wa kutuhurumia, atujua tudhaifu, maombi asikia. Una dhiki na maombi, una mashaka pia, na mashaka pia. Haifai kufa moyo, haifai kufa moyo. Maombi, you are not allowed to give up. Hauruhusiwi kukata tamaa. There is one who know you well. Mmoja anayekutambua wewe. Anakujua vizuri. He know you well. Hata kama viongozi wa kanisa Even the leaders of the churches, wanasema wewe Bwana, they say
contribution in your church. Unao mchango mdogo sana kwenye kanisa. Yeah, obviously we are not required here. Wewe muda wote yani hautoshelezi. Reject you. Wanakukataa. Due to your failure. Hata kama umeshindwa. They rejected you to your failure. Wanakupinga wewe kutokana na kushindwa kwako. Due to your weakness. Kutokana na udhaifu. You have certain weaknesses Unaona udhaifu fulani. that make people Ama unawafanya watu. either your friends Hata kama ni rafiki zako. or your parents, Au wazazi wako. your fellow servants of God. Labda watumishi wenzio. They lamenting to you that Wanakulalamikia wewe wanasema. you are not good in voice to sing. Wanasema wewe sio mwimbaji mzuri. But you make more trial, then you will wake up in your Lakini team. unaweza ukajaribu kujitahidi ili uje labda ujiunge na sisi. Hallelujah. Hallelujah. But there is the road Lakini yuko who will know your failure, anajua know your weakness, anajua udhaifu. know your failure and fainting. Anajua kushinda na kushindwa kwako. But that's the one who know you. Huyo mmoja anayekutambua. He is speaking for you. Anaongea kwako. He loves you. Anakupenda He wewe. loves you. Anakupenda In your wewe. weakness, Katika in udhaifu your wako. failure, Katika in kushindwa. your doubting, Katika kuanguka. in your up. He loves you. Remember, you are loved by Jesus. You are not allowed to fear in the mighty name of Jesus. Kuogopa kwa jina la Yesu Kristo. Tumepoteza watu wengi sana. We are perishing many people. Kimuuliza vizuri. And when you ask him, Nia, Tumeshiriki kwa kweli nilikuwa nikianguka. why servant of God say I was falling? Nilikuwa nikiteleza. I was just stretching. Nataka nikwambie kitu kimoja. I want to tell you something. Hakuna kosa. There is no Kosa. Mistake. there is no mistake. Hakuna dhambi. There is no sin. There is no iniquity. Hakuna uovu. Hallelujah. Unaoshinda That is winning upendo wa Yesu kwenye maisha. or overcome the love of Jesus in your life. Hata kama you are going through up and down. Even you are falling and rising up. Remember, Kumbuka, you are chosen by God. wewe umechaguliwa na Mungu. Na aliyekuchagua na mwambie When you choose us, you say that. usiogope. Don't fear. Usiogope. Don't fear. Unapokutana na ups and down, Unapokutana na kuanguka na kusimama, mkimbilie Mungu. just come nigh to God. Kimbilie Mungu. Come nigh to God. Usimkimbie Mungu. Don't run away from God. Kilichomshikia Yesu pale The msalabani, one who makes Jesus at that cross kwa habari yako sio uungu. is not for you that to be a godless that you have. No. Not that. Kwa sababu hata katika hali ya uungu Even into the situation of godless, akasema Mungu ikiwezekana. and you have said, God, if it is possible. Mungu ikiwezekana. If it is possible. Mungu anasema ikiwezekana. God, if it is possible. Ikiwezekana. If it is possible. Ikiwezekana. If it is possible. Lakini ule upendo The love of alivyokuwa akiliona kanisa la Momona, who sees the church of Mamona. akasema nitakwenda. He said, I will go. Nitakwenda. I will go. Nitaning'inizwa. I will go to be Nitachubuliwa. cross. Nitachomwa mkuki. I will be hit by For your spear. iniquity. Katika dhambi. Uovu. Hallelujah. Hallelujah. There is nothing to fear. Hakuna kitu cha kuovu. And it is not encouraging you to do the sin. Sio kwamba nakufariji ukatende dhambi. I'm not encouraging that to be weak. Sikutii moyo uendelee kuwa mdhaifu. Hallelujah. Hallelujah. But I want to speak to you that Lakini ninachotaka kukiongea kwako, God's love. Mungu anakupenda. Hallelujah. Hallelujah. Na kwa habari njema ni kwamba So the good news is that wewe hukumchagua Mungu. you are not choosing God. Kwa nini usiogope? Why you do not fear? Kwa nini usiogope? Andika hii point, kwa sababu wewe hukumchagua Mungu. Because you are not choosing God. But God chose you. Lakini Mungu amekuchagua wewe. Hallelujah. Hallelujah. When he chose you, Kama ungemchagua wewe, wakati anakuchagua wewe, he know you are failing. alikuwa anajua kushindwa kwako. He know your weakness. Alikuwa anajua udhaifu. You
your failure, your ups and downs. But in all those, He loved you. He chose you. Now He speaks to you. Now He speaks to you. Not in fear. Not in fear. Devil is preaching over the heart of someone. That you are bad, you are bad. In the church they don't like you. In your family they dislike you. Yeye shetani anakuhubiria, unajua mahubiri. Kwamba unajua wewe hutakiwi. Unaona anapokuangalia kwa ile jicho. Unaona alivyokujibu sasa. Wewe ovyo. Fear not. Remember that I have a God. Remember I choose my God. The one who chose me. He know me well. He know my strength. He know my weakness. Even though people are speaking of my life, but Lord, I know you choose me. Lord, I know you love me. You love him. You love him. Hallelujah. You love him, Lord. Open up. Hallelujah. You love him. Hallelujah. You love him. That is what is keeping me. You love him. The one who makes me safe. That is why I'm a trusty Karen. Never fear. Hallelujah. God of Jacob. God of Ibrahim. Who called me by your name. Oh, now speaking to you. He's speaking over your life. Oh, you shall not be fear. Oh, you shall not be fear. Oh, you shall not be fear. I know that there's something make you to fear. Others passing through water. It seems water is wanting to overflow you. It seems the water wanted to overflow you. But that is the situation. Remember even the Peter. Remember then I was the Peter. It's literally the moment. Oh, wanted to sink. Wanted to sink. Say the Jesus before you. Oh, say what why you are fearing. Oh, he lies to him. Peter lies again. In the unit that you are water. Remember there is a Jesus before you. Remember there is a Jesus before you. Now you wanted to sink. There is a Jesus before you. He will take you. He will realize you again. He will make you stronger. For his glory. For his glory. Oh, not in fear, not in fear. This is the voice of Jehovah. Speaking over the sermon. You are not allowed to fear. I wonder. Oh, my friend, I wonder. The Bible says in the valley of death. Valley of death. We are knowing valley as valley. And in me also I know, but just by seeing the videos in the video. That's valley may be valley of water. Hallelujah. Others in the valley, you see this is a valley. Empty valley. Hallelujah. But Jesus is speaking. Then it will reach the moment. You passing through valley. Not only valley. Valley of death. Valley of death. When you are passing. Is it to die? Is it to die or to live? You are passing through situation. Oh, Jesus is speaking. You shall not fear.
pray a little bit? Unaweza kuomba kwa uchache. May we pray a little bit? I feel to pray Unaweza now. kuomba kwa uchache. I wonder, Lord. Inashangaza Lord Bwana. Jesus Christ, I wonder. Stand up by your feet. Stand up. Shakata, epere subrapata. I don't know why. Sijui ni kwa nini. But I wonder. Lakini nashangazwa. I wonder. Nashangazwa. I wonder, my Jesus. Nashangazwa My Yesu. Jesus, I wonder. Nashangazwa Yesu. Yakatato, epradosi, ambarato. We shall not having a special time to pray. We shall not having a special time to pray. Hatuna muda maalum wa kusema But tutaomba. when you feel to pray, pray. Unapoanza kuona kuomba. When you feel the burden to pray, Unapoona mzigo wa kuomba. start to pray. Hebu anza We kuomba. don't know what this message comes for, which season. Hii haujui kama utume umekuja kwa wakati gani. I don't know, maybe then the season coming Najua before kuna you. wakati unakuja kwako. It will make you to fear. Utakufanya wewe Lord is preparing for you. Bwana anaongea kwako. Lakini hatujui ni kwa majira gani huu ujumbe umekuja katika maisha yetu. Yakini kuna bonde la mauti linakuja. Yakini kuna kitu cha kuogopesha kinakuja. Lakini Yesu anatuambia wakati huu kwamba usiogope. Usiogope. Usiogope kwa nini? Kwa sababu yuko pamoja na wewe. Oh, raise up your voice now. The musician, whenever you are hearing me, raise up your voice now and let us pray for Jesus. Jesus, we thank you. Increase up your voice and pray. Ujasiri sio kukosa uoga, bali ni nguvu ya kukabiliana na hali, bali ni nguvu ya kukabiliana na hali. Oh, yakatatua peresko prasa pereduze marasa peredo kambradia pereduze apatapo plaka pekedia parasko pereduze. Oh, yakatatakati peresubrapata pereduze. Weka music.
God, that doesn't seem difficult to you. Oh, Lord, is there anything? Je, kiko kitu chochote Bwana? Yeremia anasema tazama, Look, mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. I am the God for those who have flesh. Je, kuna neno gani Who the thing that lisiloliweza? is difficult that I can overcome it. Yesu mikono mnyoshe. Hands up your hand, hands up your hand. Unaponyosha mikono ni kwamba Mungu sina mwingine. And when you want to say God, there is no. Yesu ni wewe. Wakutupata ujasiri ni wewe Yesu. God, you give us the confidence in you only. Barana kana patos. Epele suprepetai. Oh, yakatua. Paresiosa. Parakuprebeire. Hayakapato. Paruprebeto. Ah, be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Where's the city? 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 Let me pray for you. Tunazileta na shukuru musician tutulie. Nyosha mikono yako tumeweke juu namna hiyo kwa Yesu. Baba, asante kwa ajili ya ujumbe wa siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya maisha ya dada huyu. Asante kwa ajili ya maisha ya mama huyu. Asante kwa ajili ya maisha ya baba huyu. Asante kwa ajili ya maisha ya kaka huyu. Mungu, huwa unalituma neno ili kuwatoa watu kwenye mateso. Mungu, ukitaka kumwokoa mtu huwa unatuma neno. Neno hili limetumwa katika madhabahu hii asubuhi ya leo kwamba tusiogope. Baba, nasi tunalipokea neno kutoka kwenye kinywa chako kwamba tunalipokea. Tupe roho ya ujasiri. Ujasiri sio kukosa woga, hapana. Ujasiri sio kukosa woga, hapana, bali nguvu ya kukabiliana, bali ni nguvu ya kukabiliana na kila hali ngumu na kila ugumu. Oh, shaka tu katika maji, Baba, unatupa nguvu ya kukabiliana katika moto. Paresko pratai, Baba, ninaomba neno hili kama ulivyoliachilia kutoka kwenye kinywa chako kupitia Biblia yako Baba, likawe msaada kwa mtu huyu, likawe msaada kwa mama huyu aliyekuwa anaogopa, asiogope tena. Parasio brahara, ambaye kuna kitu cha kuogopesha kinakuja mbele yake, tunapanda mbegu ya ujasiri na nguvu ya kukabiliana nacho kwa jina la Yesu Kristo. Na Mungu ni nguvu na upako unawachiliwa asubuhi ya leo, ukaachiliwe juu ya kila mmoja aliyeyasikia maneno haya, na roho ya ujasiri, na roho ya ujasiri ya kukabiliana, ya kukabiliana na kila tone la mauti, ya kukabiliana na kila hali ngumu, ninaiachia kwa jina la Yesu Kristo. Ni yako hiyo kwa jina la Yesu. Ni yako kwa jina la Yesu. Ninaapisha kila roho zinazoleta woga, wasiwasi, mashaka, hizo ni roho nazikemea. Askabrata, Baba, wasaidie watoto wako wa kike kwa wa kiume. Shukuru Bwana Yesu kwa vile umesikia kutoka moyoni. Mpandishie Bwana Yesu sauti za shukrani. Rakatoso barupepetia, mshangilie kwa makofi mengi na vigelegele. Rebuzi rapata shesheko maraketia marapasaka keresuenta marakupatia
Yesu Kristo, nakushukuru kwa kuwa pamoja nami. Asante kwa kila mmoja aliyesikia maneno yakaweka sawasawa na mbegu iliyopandwa katika udongo mzuri, yakaota, kazae na kumea, 100, 100, 1000 katika jina la Yesu Kristo. Yesu, ninakualika kwa nguvu zako za Roho Mtakatifu ukaanze kuoperate ndani ya maisha ya mama mmoja, ukaanze kuoperate kwa kila mmoja aliyesikia maneno. Nimeomba, nimeamini kupitia jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Yote anayesikia maneno haya aseme amen. Karibu sana kiongozi aliyenikaribisha, na Mungu akubariki.